Na kwa hivi sasa tunaarifiwa kwamba Tume ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC imeandaa kikao na wadau kuhusu zoezi la usajili wa wapiga kura wapya katika kaunti ya Mombasa. Mwenyekiti wa tume hiyo, Erastus Ethekon, anatazamiwa kuongoza kikao hicho kinacholenga kuongeza idadi ya wapiga kura kote nchini. Viongozi wa kisiasa pia wanatarajiwa kuhudhuria kikao hicho. Mwanahabari wetu Francis Mtalaki sasa tunaungana naye moja kwa moja akiwa katika eneo la Mama Ngina ili aweze kutupasha mengi. Mtalaki, kama unatupata, hebu tueleze kwa hivi sasa ni kitu gani ambacho kinaendelea? Asante sana Mwana Hamisi kutoka studio katika kaunti ya Mombasa hapa katika bustani hili la Mama Ngina. Umati umeanza kufurika katika eneo hili tayari katika shughuli ambayo inalengwa kuweza kuongoza na Tume ya Uchaguzi na Mipaka IEBC kuhusiana na usajili wa wapiga kura wapya, ikizingatia kwamba ni wiki jana tu wale vijana wa kizazi cha Gen Z pia ambao walikuwa katika afisi za kaunti ya Mombasa kuhusiana na mambo ya IEBC kuweza kufika pale na kujiandikisha na kwa mapiga kura, zoezi ambalo limekuwa likiendelea kwa muda, lakini kwa sasa hii leo tunataraji kwamba makamishna wote wa tume hii watakuwa wanafika hapa wakiongoza na mwenyekiti pamoja na viongozi wa kisiasa. Manake nikiangalia jukwaa la mbele pale naona kuna baadhi ya viongozi wanatarajiwa kama gavana pamoja na baadhi ya viongozi. Songa hapa karibu, naona kijana mmoja yuko hapa. Tuambie labda hafla hii ya leo ni kuhusiana na mambo ya usajili wa wapiga kura. Kama kijana unahisi kwamba huu msukumo wa Iko Kadi utawezesha kuafiki zile nambari ambazo mnatarajia? Ndio, kwanza kabisa huu msukumo ambao uko unaweza kusaidia pakubwa kuleta yale mabadiliko ambayo vijana tunayataka, kwa sababu tunaamini kwamba mabadiliko yanaletwa kutokana na namba, na maamuzi yetu sisi kama vijana ni lazima tuwe na kura. Wakati tunamiliki zile kura ndo tunaweza kujua ama kufanya maamuzi ni nani tunayomtaka. Kwa hiyo sisi kama vijana ndo maana tumekuja na ule muamko wa Iko Kadi, ndio kila kijana, kila namba yetu sisi vijana tuweze kucount katika lile debe kuu la kitaifa, tufanye yale maamuzi ambayo tunayataka, tuweke wale viongozi ambao leo wataangalia mahitaji ya vijana, ndio vijana nao wawe na sauti inavyopaswa katika taifa letu hili la Kenya. Labda leo unataraji kwamba tume ya IEBC iweze kuzungumzia nini hasa katika masuala haya ya usajili wa wapiga kura? Matarajio yangu leo tume ya IEBC ijaribu kuongelea vipi inaweza kuongeza kuhakikisha vijana wingi wanafikiwa, tukitambua kwamba kuna vijana ambao labda wanataka kujiandikisha kwa kura lakini bado wana changamoto zao za kupata vitambulisho, na hii si kosa lao, labda ni kosa la wazazi wa nyuma ndo wamewafanya hawana documentation kama birth. Wao watawasaidia vipi wale vijana ambao labda wanataka kujiandikisha kufanya kujiandikisha kupiga kura na maamuzi wanayoyataka? Sasa acha tumpate dada hapa. Tuambie labda wewe unataraji kwamba IEBC itakuwa na ujumbe gani hasa kama kijana kama wewe tukizungumzia mambo ya usajili wa wapiga kura? Majina mwanzo. Kwa majina ni Esha Mohamed. Mimi ni mkazi wa hapa Mombasa. So matarajio yetu sisi kwa IEBC ni vijana kujitokeza kwa wingi, wajisajili kwa wingi. Lakini kuna challenge yenye ambayo kuna pengine kijana amefikisha ile age ya kuweza kupata ID 18. Pengine ID haijatoka, pengine muda wa kujisajili umeisha. So kwa hii muda huu tungeomba IEBC ule muda wenye wametenga for the whole process ya kujisajili ikifikia kikomo, wapeane tena nafasi kwa vijana kama sisi na wengine ambao hawajaweza kupata zile vitambulisho zao kwa wakati, waweze kuongeza muda, yani watu wajisajili kwa wingi, ndio ili pia sisi tuweze kuparticipate katika hili zoezi kama haki yetu na wake. Or even kama kuna venye wanaweza leta njia ya mtu kama anaweza kujisajili kutumia hiyo waiting card. Sawa, acha tumpate dada mwingine hapa. Songa karibu, alafu tukimalizia na wewe utuambie labda wewe katika haya mambo ya usajili wa wapiga kura, kuna baadhi ya viongozi wamekuwa wakisema kwamba vitambulisho pia ni changamoto. Hilo ni swala ambalo mmekumbana nalo kama kijana?
Mambo na vitambulisho ni changamoto kweli, kwa sababu wingi hawana ID, na katika kwenda kupata ID wanaambiwa lazima wawe na hizo documents. Utapata mwingine hakuwa na hizo documents, labda amelelewa ina situation ambayo mzazi wake hakupata time ya kwenda kumwangalilia. Akifika kule anaambiwa kuwa yatakana vibali, abidi sasa yuachana na hiyo story ya mambo na ID. Kura yataka kukata lakini ID hana. Na yuambua aende afate hizo protocol za kupata ID ndio aje apate kura. Hizo nazo wakiangalia huku hana karatasi yote ya mzazi, sijui ID yake mzazi naye pia hana. Sasa inakuwa changamoto sana. Sasa tungeomba kama vijana, kama kuna njia ambayo inaweza tumika, tupate vile ambavyo watu watapata kukatishwa ID, yani watu wengi, vijana wengi hawana. Asante. Acha tumalize na wewe, kwa tuambie labda wewe katika shughuli ya leo, kwanza wewe ni mpiga kura, umechukua kadi yako, na shughuli ya leo una ujumbe gani kwa IEBC? Kwa majina kamili naitwa Ali Abdalla Moyo kutoka Likoni, eneo la Mombasa. Kama kijana nimejitokeza kwa kuja kusupport mambo ya IEBC kwa sababu kura yangu ndio kumchagua kiongozi wangu. Manake kwenye haya maisha sasa hivi kiongozi bora ndo maendeleo bora katika jamii. Sina mengi ya kusema, ila ni kutaka kumchagua kiongozi ambaye ataleta manufaa katika jamii na ataleta muonekano bora katika vijana. Kwanza kama sisi vijana tumejitolea kujitokeza kwa wingi kwa hili zoezi la IEBC. Asante sana. Na Mwana Hamisi, umeweza kusikia kutoka kwa vijana kutoka pembe mbalimbali za kaunti hii, kutoka Likoni hapa mjini Mvita, na pia umati ambao umeweza kufikia sasa, na bado wengine wanazidi kufika katika eneo hili. Kwa hivyo tutazidi kuwapasha watazamaji wetu pindi tu mwenyekiti na wajumbe kutoka viongozi kutoka eneo hili la kaunti Mombasa watakapofika ni yapi watakuwa wakisema. Lakini kwa sasa naomba basi tuelekee katika mapumziko mafupi, alafu Mwana Hamisi atakuwa anaendelea na taarifa zaidi kutoka kaunti Mombasa. Mimi ni Francis Mtalaki.